Today the message that we are going to share is about what shall I render to the Lord. Injili ya leo ni nini nitampa Mungu. And we are going to read from the book of Psalms chapter 116 verses 12 to 15. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi 116 kutoka mstari wa 12 mpaka 15, na inasema, what shall I render to the Lord for all his benefits towards me? I will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of his people. It's all about thanking the Lord for what he has done for us. Yote ni kumshukuru Mungu kwa yale ametufanyia sisi. We all have a duty to worship the Lord and to thank him for who he is in our lives. Tuko na kazi ya kumshukuru Mungu na kumwabudu katika maisha yetu. One time Jesus healed 10 lepers. Wakati mmoja Yesu aliponya watu 10 waliokuwa na ukoma. They were walking towards him and pleading for mercy, and he sent them to show themselves to the priests. Yesu Kristo akawaambia waende wajionyeshe kwa kuhani. And the Bible says as they were going, they received their healing on the way. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walikuwa naenda walipokea uponyaji kwa njia. And among the 10, one was a Samaritan. Na katika wale 10 mmoja wao alikuwa mwana wa Samaria. And when he realized that he has been healed, he went back to Jesus Christ and knelt and worshipped him for the healing. Na wakati aliweza kugundua ya kwamba ameponywa, alipiga hatua nyuma na akarudi kwa Yesu Kristo, akapiga magoti na kumshujudu. And then Jesus asked, were you not 10? Where are the 9? Yesu Kristo akamuuliza, kwani hamkuwa 10? Watu 9 wameenda wapi? You know, we are living in a generation of people who are unthankful. Tunaishi katika kizazi ambacho hakina shukrani. And Paul instructed Timothy that as time shall come, that there shall be a generation of unthankful people. Tunapata ya kwamba Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba kutakuja kizazi ambacho kitakuwa hakina shukrani. That's why the Lord gave to me this message like, what shall I give back to the Lord out of all the goodness that I have received from him? Na hiyo ndio sababu Mungu aliweza kunipa huu ujumbe, nini nitampa shukrani zangu. When you do a good thing to a friend, you feel like you owe him something. Ukifanya kitu kwa rafiki yako, unasikia kwamba kuna deni uko nayo kwake. You feel like to tell him, I am thankful for what you did for me. Unahisi ya kwamba unastahili kumwambia nimeshukuru kwa yale ambayo umenifanyia. And that is accounted as a part of life. Na hiyo inahesabiwa kama maisha. It becomes like a mandatory. If you offend me and you are not sorry, you hurt me. Inakuwa ni kama ibada na lazima. Ukinikwaza lazima uombe msamaha kwangu. And normally, as we said the other week, that the Holy Spirit is a person. Kama jinsi tulivyosema wiki iliyopita ya kwamba Roho Mtakatifu ni mtu. He has a mind, he has a will. Akona ile roho, fikra, akona ile fikra. And he can get angry. Na anaweza kuazika. So once you say, I am sorry Lord for what I've done, or thank you Lord for what you have done, that plays a lot in the heavenly realms. Ukisema ya kwamba kwa Mungu, mimi nimetubu kwa yale ambayo nimetenda, inakuwa kitu kubwa kule mbinguni. The author of the book of Psalms 116 was David. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi 116 alikuwa David. And what he had in his mind, he was looking for a way how he could thank the Lord because of what he had received from him. Ambacho alikuwa nacho kwa fikra zake ni jinsi angemshukuru Mungu kwa yale alikuwa amemtendea. He was feeling like he really needs some help about the best
to thank the Lord. Alikuwa anahisi ya kwamba atafute njia mzuri zaidi ya kumshukuru Mungu. Because God had done so many good things to him. Kwa sababu Mungu alikuwa amemtendea mambo mengi kwake. He did not assume it to be normal for God to do good things to him, but he owed a thankful sacrifice. Hakuyachukulia kama kawaida Mungu kumtendea yale, lakini alihisi ya kwamba alikuwa anastahili kutoa dhabihu. He felt like I have to do something to worship the Lord, to show the Lord that I am thankful for what he has done for me. Alihisi ya kwamba lazima nimshukuru Mungu kwa yale ambayo amenitendea. I consider like he went maybe to a priest inquiring of the best way to thank God. Naichukulia kama alienda kwa kuhani na akamwambia akatafuta njia ya kumshukuru Mungu. Also like he went asking his friends, "Friend, how am I supposed to approach God to show him that I am so thankful of what he has been doing for me?" Naona pia ni kama alichukua hatua na akaenda kwa marafiki zake na kujaribu kutafuta njia ya kumshukuru Mungu kwa sababu alikuwa ametendewa makuu. That shows like in his mind he felt like he has received so much and he gives back so little. Hiyo inaonyesha ya kwamba kwa fikra zake alikuwa amepokea mengi, lakini kwa njia ambayo alikuwa anataka kumshukuru, alikuwa anashukuru kwa kidogo zaidi. And so he was pouring his heart, trying to inquire the best words to use as he pours his heart to the Lord. Alikuwa anajaribu kutafuta njia ya kujitoa roho yake kumshukuru Mungu. Yeah, blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And he said, "I will lift up the cup of my salvation." Akasema ya kwamba nitachukua kikombe changu cha wokovu. I will lift it up. Nitaichukua juu. That is a sign of like I will take care, I will cultivate for my salvation. Hiyo ni kusema ya kwamba atailinda na atalinda wokovu wake. I will cultivate my salvation with fear and trembling. Nitalimia wokovu wangu kwa unyenyekevu na kuvumilia. Because he wanted the Lord to see him as humble, as a thankful person all the time. Kwa sababu alitaka Mungu amuone kama mtu mwenye unyenyekevu wa kila wakati. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And he said, I will offer a drink offering. Na Biblia inatuambia alisema ya kwamba nitatoa sadaka ya kinywaji. Yeah, as appointed by the law. Kama jinsi sheria inasema. In a token of my thankfulness to God. Kama njia ya kurejesha shukrani kwa Mungu. I will rejoice with my friends in God's goodness to me. Na nitashukuru na nitasherehekea uzuri wa Mungu kwangu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. You know, lifting the cup of your salvation is like working your salvation out. Kuinua kikombe cha wokovu ni kama kushukuru. So I will be very careful not to go against the will of God. Nitakuwa kiini sana nisiende kinyume na mapenzi ya Mungu. And I will ensure that I don't do anything that displeases my Lord. Na nitajaribu sana kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. You know, when the worldly people, when they go in their celebrations, kwa sababu wakati watu wa dunia wameenda katika sherehe, they bake nice cakes in the name of whoever they want to thank. Wanajaribu kutafuta keki ambayo ni mzuri sana kwa yule ambao wanataka kumshukuru. And then they get drinks. Pia wanapata kinywaji. And then they dash bottles of the drink in joy. Wanagonganisha vikombe kwa kufurahia. It's a way of showing their gladness and joy. Hiyo ni njia ya kuonyesha wameshukuru na wanafurahia. So David was running short of the right words to use before the Lord. Tunapata ya kwamba David alikuwa ametafuta njia zote za kumshukuru Mungu. Because the cup of David was full of joy and was overflowing. Kwa sababu kikombe ambacho David alikuwa nacho kilikuwa kimejaa furaha na kilikuwa kinamwagika. And he wanted to express the gratitude of his heart. Na alikuwa anataka kumshukuru Mungu kwa njia yoyote ile. And do it in a way
like it's a sacrifice unto the Lord. Na ifanye kwa njia ambayo ilikuwa dhabihu kwa Mungu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana lishukuriwe. And so he asks, what shall I render? Na anauliza nitapeana nini? He surrenders himself first to the Lord, Anajitoa yeye kwa Mungu. which is more than a burnt sacrifice. Hiyo inazidi dhabihu ambayo imechomwa. You know, when you offer yourself to the Lord, Ukijitoa kwa Mungu, even leaving behind every other thing, na kuishi nyuma ya kila kitu, I mean like leaving beside your property and your wealth that you may give to God. na kuacha vitu zako kupatia Mungu. The best thing that God accepts first is your heart service. You surrender yourself to the Lord. Kitu cha kwanza muhimu sana ambacho Mungu anapokea ni roho yako ambayo unajitoa na uko unyenyekevu. And fill your heart telling Lord, oh Lord, truly I am your servant. Na unajaza roho yako kumwambia Mungu ya kwamba mimi ni mtoto wako na mfanyakazi wako. You know, feeling that brokenness, that content of the spirit that you really need God to understand how thankful you are to him. Ile hamu ambayo umejaa ya kuambia Mungu ya kwamba mimi niko na shukrani, ya kwamba mimi ni mfanyakazi wako. I have made a choice to be so. Nimekata kauli kuwa wako. And I resolve to be so. Na nataka kurejeshwa. And nimekata kauli kuishi vile. Nimekata kauli kuishi vile. And I will live to die at your service. Na nimekata kauli kukufa katika kazi yako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Another place David says the zeal of your work is eating me up. Tunapata ya kwamba David alisema ya kwamba bidii yako ni kunikula mimi. Imenikula mimi. You know, the zeal, the burden that he has to fulfill the will of God is consuming him. Kile kazi ambayo ako nayo imemkula yeye. So it's like the inner person is bigger than the outer. Yule mtu wa ndani ambaye ako ndani yake ni mkubwa kuliko ambaye ako nje. Oh, how I desire to have the inner person bigger than the outer. Natamani mtu wa ndani akuwe mkubwa kuliko mtu wa nje. So that I shall not live but to worship the Lord and to glorify his name. Ili nisiishi lakini niishi kumshukuru Mungu na kumwabudu. You know, when David considered all the traps that God had rescued him. Wakati David aligundua yote ambayo Mungu alikuwa amemwekea. So many traps God had saved him. Mitego mingi ambayo Mungu alikuwa amemtoa kwenyewe. We see one time he encountered the giant Goliath. Tunapata ya kwamba kuna wakati alipatana na huyu jitu Goliath. And he prophesied to Goliath what he's going to do. Na akaliambia hili jitu mambo ambayo atalifanyia. Telling him, I will cut your head and I will lift your body to the beasts of the air. Na akamwambia kwamba nitakukata na mwili wako nitauachia huko nje. Telling him, you come with a spear and an armor, but I come in the name of the Lord whom you dishonor. Akamwambia kwamba umekuja na mkuki na ngao ya kujikiga, lakini mimi nimekuja na jina la Yesu Kristo. And we see God delivering David. Na tunapata ya kwamba Mungu aliweza kumtoa David kwa yale. And when he went to live with Saul, we see so many times Saul looking for ways to kill David. Na tunapata wakati alienda kuishi na Sauli, Sauli alitafuta njia za kujaribu kumuua Daudi. But God always saved David. Na kila mara Mungu aliweza kumuokoa. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. We see one time David was surrounded by enemies. Tunapata ya kwamba wakati mmoja Daudi alikuwa amezungukwa na maadui. Because the team of Saul in the wilderness were hunting for him. Kwa sababu jeshi ya Sauli ilikuwa inamtafuta yeye. But David had no other way to go because the enemies were too close to him, so he had to surrender himself to the Philistines. Akajitoa yeye kwa wale Philistine. And when he surrendered himself, he was taken to the king of the Philistines. Na wakati alijipeana yeye mwenyewe, alipelekwa kwa mfalme. And when he stood before the king, the people started shouting, "This is David who killed Goliath."
Na watu wakaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba huyu ni Daudi ambaye alimuua jitu letu. And David felt like surely I will die. Na Daudi akahisi ya kwamba kweli mimi nitakufa. The Bible says that he pretended to be insane. Biblia inasema ya kwamba akajaribu kujifanya yeye ni wazimu, hajui chochote. And he let saliva spill off and tears spill off, and the king asked, why did you bring this mad person in front of the king? Akaachilia ute wake ukamwagika na machozi ikamwagika. Mfalme akauliza, kwa nini mkaniletea mwenda wazimu mbele yangu? And that is how God saved David out of the hands of the king of Philistines. Na hiyo ndio njia ambayo Mungu aliweza kumuokoa Daudi. I put myself in the shoe of David. Najitia miguu yangu katika viatu vya Daudi. To feel how thankful he was going through all the hurdles that Lord saved him. Na hizi shukrani ambazo alikuwa nazo kwa zile Mungu alikuwa amemtoa. And so he feels like I am lacking words enough to worship God for his goodness. Na hizi ya kwamba alikuwa anakosa maneno ya kumshukuru Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And since I lack, I do not know what I shall render. What enough, what is good to praise him, to show him how my heart is happy. Na nahisi ya kwamba alikosa maneno, nini nitampa huyu Mungu kwa furaha ambayo alikuwa nayo. He says I will pay my vows, and again now in the presence of all his people. Na anasema ya kwamba nitalipa viapo vyangu ambazo nilipeana. Now in the presence of all his people. Kwa watu wote wake. You know, he did not want to do it secretly. Hakutaka kuifanya kisirisiri. Even if we don't get the Lord even sees even our innermost beings even before we do anything. Mungu anaona kila kitu ambacho tunafanya. Here he says I will do in the presence of all the people. Hapa anasema ya kwamba nitafanya kwa watu wote ambao I am not afraid of what the people will say. Siogopi ambacho watu watasema. They might say that I am crazy. Wanaweza sema ya kwamba mimi ni mwenda They wazimu. might say I am boasting. Wanaweza sema ya kwamba mimi naringa. But I don't care. Lakini sijali. All what I want is to thank the Lord. Yote ambayo nataka mimi ni kumshukuru And Mungu. he had reached a level like he could not be silenced by anybody. Na akafika kiwango ambacho yeye hangekatazwa na mtu yeyote. You know, paying vows, a vow is a debt. Hapo ni deni. If you promise to give me something, Ukisema ya kwamba utanipa kitu, then you are supposed to fulfill that. lazima utimize hiyo ahadi yako. By giving what you promised to. Kwa kupeana ambacho uliniambia. So here David says, I will fulfill my vows to the Lord. Tunapata ya kwamba Daudi alisema nitatimiza kiapo changu ambacho What nilipeana. are these vows that he had made to the Lord that he had to fulfill? Nini hiki kiapo ambacho alikuwa amechukua atampa Mungu? David was a man of the word. Daudi alikuwa mtu wa maneno. And he knew what the Bible talked about, what a believer should do. Na alijua nini Biblia ilikuwa inahitaji muamini ambacho alikuwa anastahili kufanya. And so if it's tithe according to the law, he said, I will pay my tithes to my God. Kama ni kutoa sadaka ya 10, lazima angetoa kwa Mungu. Everything that the Lord has commanded in his law, he said, I will fulfill wholeheartedly. Kila kitu ambacho kimewekwa katika sheria lazima angetoa kwa roho yake. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. He says, I will not sully my debtors. I won't pretend like I am sorry and not fulfill. Sitaki kusema ya kwamba mimi ni pole kwa wale ambao nimekopesha, lakini nitamshukuru Mungu. I will not bring up a reason not to. Sitaleta sababu ambayo itasimamia kusema ya kwamba mimi hii ndio imesababisha nisirejeshe shukrani. And I will also not delay. Na pia sitakawia. I will do it now. Nitaifanya wakati huu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. You know in the law, if you owe me something, unajua katika sheria uko na kitu changu, and I happen to prosecute you, na nikupeleke katika koti, you normally say, I know that I owe him this and that. Ukienda kule koti utasema ya kwamba mimi niko na hiki na kile chake. But I will pay him. Lakini nitamlipa. Hallelujah. Amen. If I owe you 100,000 and promise in the court of law to pay 10 shillings per month, it will be so.
kama niko na deni yako ya 1,100 na niseme ya kwamba kila siku kule kotini nitakuwa na kulipa shilingi 10. Even David did not want to keep God waiting for what he promised to fulfill. He was willing to do it right there. Daudi hakutaka Mungu kukawia sana kwa Mungu. Alikuwa anataka kulipa wakati huo huo. You know, those hearts that are truly thankful will express their gratitude in thanks offering. Ile roho ambayo imejawa na kushukuru itapeleka kwa Mungu kwa kushukuru. You know, once we give ourselves to the Lord, tukijitoa kwa Mungu, meaning that we offer ourselves as a living sacrifice acceptable to him. Hiyo inamaanisha ya kwamba sisi tunatoa dhabihu iliyo hai. You know, that's the only way the Lord is looking to the church to fulfill. Hiyo ndio tu njia pekee ambayo kanisa inatafuta ya kumshukuru Mungu. Let our brother read the book of Hebrews chapter 13 verse 15 to 17. Inasema, therefore let us offer through Jesus a continuous sacrifice of praise to God, proclaiming our loyalty to his name. Verse 16, and do not forget to do good and to share with those in need. They are the sacrifices that please God. Verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your sorrows, and they are accountable to God. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. He's also going to read the second book of Corinthians chapter 8 verse 5. It says, lay out of what we have for his honor in works of piety. Charity means giving voluntarily. Doing good and communicating our sacrifices with which God is well pleased. Hebrews chapter 13 verse 15 and 16. And in this must accompany our giving thanks his name. You know, he says, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise. Hii inamaanisha ya kwamba tutoe dhabihu kwa mfululizo. Amen. Amen. A praise that has no end. Ambayo haina mwisho. That we are worshiping the Lord today. Tunamshukuru Mungu leo. We are worshiping him tomorrow. Tunamwabudu leo na kesho. And we are doing it the day after. Hata kesho kutwa. And that becomes our lifestyle. Na hiyo And that becomes our lifestyle. Na hiyo inakuwa maisha ya kila siku. That all the time we are coming before him to glorify him and to worship him. Na hiyo inakuwa kila wakati tunataka kuja kwa Mungu na kumshukuru. That is the heart that the Lord desires of us. Hiyo ndio roho Mungu ambaye anatamani kutoka kwetu. And he says, don't forget to do good and to share with those in need. Na inasema ya kwamba usisahau kufanya mazuri kwa wale ambao wanahitaji. You know, another way of thanking God or showing God your gratitude. Njia nyingine ya kumshukuru Mungu na kumwonyesha ya kwamba wewe umenyenyekea is to help those who are in need. Ni kusaidia ambao wanahitaji. Because once I do that, once I help a person in need, I have touched the Lord's heart. Wakati nimesaidia mtu ambaye ako na mahitaji, naguza roho ya Mungu. Especially when I don't close my ears to the needy. Wakati nimekataa kufunga masikio yangu kwa watu ambao wanahitaji. When the needy cry, you know that cry goes to the Lord. Yule ambaye hana akilia, hiyo kilio yake inafika kwa Mungu. And you know what God does? He touches his people to see those people, to help them out. Na unajua kitu ambacho Mungu anafanya ni kuguza watu wake waone ambaye analia. So this person is crying to God. Huyu mtu analia kwa Mungu. And the servant of God is touched to help that person out. Na yeye Mungu anaguza mtu wake aweze kusaidia huyu mtu analia. This person thanks the Lord for the help. Na yeye huyu mtu anamshukuru Mungu
Mungu kwa usaidizi. That is a continual sacrifice before the Lord. Hiyo ni dhabihu ambayo inajirudia kila wakati. That is what the book of Hebrews is telling us. Hiyo ndio kitabu cha Waebrania inatuambia sisi. And he also says that we should obey our spiritual leaders. Inasema ya kwamba tunastahili kutii viongozi wetu wa dini. Because they shows us the way to go. Kwa sababu wanatuelekeza njia yetu kwa Mungu. Because spiritual leaders are God's mouthpiece. Kwa sababu hawa viongozi wa dini ni sauti ya Mungu kwetu. Their work which they do to your souls, they do it as if they will be accountable for your souls. Kazi ambayo wanafanya kwa roho zetu, kwa nyoyo zetu, wanaifanya ni kama watagharamia roho zetu. So we have a duty to give them a reason to feel joy and gladness and not sorrow. Tuko na sababu ya kuwafanya wawe na furaha na kushukuru, lakini si kuwapa kilio. You got that? Umepata hayo? Once he goes before the Lord, wakati ameenda kwa Mungu, about you, kwa sababu yako, blessings shall flow. Baraka zitamwagika. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. That is how a continual sacrifice of thanksgiving does. Hiyo ndio jinsi dhabihu inaendelea kuzunguka. And that is how the love of Christianity can abide in the church. Hiyo ndivyo upendo wa kanisa utashikamana. Because your joy becomes my joy. Kwa sababu kufurahia kwako kutakuwa kufuraha kwangu. And when I am worshiping God for what you have done for me, na nikimshukuru Mungu, nikimwabudu kwa yale umenifanyia, you know that joy goes to the Lord as a sacrifice with a good aroma. Hiyo inafikia Mungu kama dhabihu iliyo na manukato bora. And when the Lord is happy about my thanksgiving, he blesses me. Na wakati Mungu amefurahia kwa sababu ya dhabihu ambayo nimetoa, ananibariki mimi. And when he blesses me, I get the power to minister. Na akinibariki mimi napata nguvu ya kuhubiri. And he gives you, brother and sister, the power to minister more. Na anakupa wewe ndugu na dada kuweza kueneza injili. It becomes a metamorphosis. Inakuwa hali ya kuzunguka. It's like a circle that it has no end. Inakuwa ni kama mviringo ambao hauna mwisho. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Do not be the person who will cut the cord so that there would be continuity. Usikuwe ni kama ni wewe mtu ambaye utakata ule mviringo, kusikuwe na kuenea. Lay out of what we have for his honor in works of piety. Jitoe yote kwa Mungu kwa kumshukuru kwa matendo mema ambayo amekutendea. Piety is love. Piety ni upendo. It's loyalty. Ani ile hali ya kuwa mwaminifu. It's enthusiasm. Enthusiasm is having God in you. Enthusiasm ni ile ya kupenda Mungu, hali ya kupenda Mungu. It's that state of being joyful and having God within yourself. Ni ile hali ya kuwa na furaha na kutaka Mungu awe ndani yako. So whatever you are doing, you are doing it with enthusiasm. Kila kitu ambacho unaifanya na ile hali ya kuwa na Mungu ndani yako. Whatever you do it with enthusiasm. Kila kitu ambacho unaifanya Mungu akiwa ndani yako. Amen. And you become a success. Na unakuwa mtu mwenye ushindi. And also charity. Na ile hali ya kujitolea. Charity is giving voluntarily. Ile charity ni kujitolea wewe peke kwa roho yako. You do not need somebody to push you to give. Hutaki mtu akusukume kufanya. Because you are doing it out of your heart. Kwa sababu unajitolea kutoka kwa roho yako. Because that flows out of your heart. Unajitoa kutoka kwa roho yako. And that's how the Lord will command a blessing into your life. Na hivyo ndivyo Mungu ataamuru baraka katika maisha yako. Doing good and communicating are sacrifices which God is well pleased. Kufanya mazuri na matendo mema, hiyo ndio Mungu anataka wewe ujitolee. And this must accompany our giving to thanks in his name. Hiyo lazima iandamane na kujitolea kwako kwa Mungu. So the Lord, David was asking, Lord, what shall I give? Now I have known what I'm supposed to give to him. Daudi aliuliza Mungu, nitatoa sasa wakati nimejua jinsi ya kutoa. Now we have known that the Lord only requires us to worship and thank him. Sasa tumejua ya kwamba Mungu anataka tumwabudu na tumshukuru. And he also wants us to
worship him with whatever he has given to us. Pia tumepata ya kwamba Mungu anataka tumshukuru kwa chochote ambacho ametupa. Because what we have belongs to him, including ourselves. Kwa sababu kila kitu ambacho tuko nacho hata sisi ni chake. So you first give yourself to the Lord. Kwanza ujitolee wewe kwa Mungu. And then it becomes easy to give him whatever he wants. Na inakuwa rahisi sana wewe kupea Mungu ambacho anahitaji. And we do it with a willing heart. Na tunaifanya kwa roho ambayo imejitolea. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana The libarikiwe. Lord is here with us to fulfill his word. Mungu ako hapa na sisi kutimiza ahadi And zake. he will always do it every time we are prepared to fulfill his word and to praise him. Na ataifanya kila wakati ambapo tutakuwa tumejitolea. May the Lord bless you.